lakini sio mimi. Aliniletea kisuzio. Unasema? Ama hakika Omali amefanya kazi nzuri sana kuweza kumumbua huyu Kizibo. Kazi nzuri sana ambayo ameifanya, kubwa na zaidi kubwa sana. Kwa sababu amemfanya Baba Karobo aweze kuamini. Na moja kati ya pointi ambayo imefanya aweze kumwamini zaidi ni pale aliposema kwamba wakati anaelekea chooni basi aliweza kumuona akitilia madawa kwenye hiyo juisi. Kitu ambacho kimewafanya sasa waone sasa basi kama vipi kwa kuwa ile juisi nyingine ipo basi aweze kunywa. Na hiyo ilikuwa ni pointi ambayo imeweza kumsababisha Kizibo ashindwe kabisa kuweza kujitetea na kuweza kuona ni wazi kwamba inabidi aweze tu kuambia ukweli, kwa sababu hakuna lingine ambalo linaweza ikasababisha akaweza kumwamini tena kufuatia na yeye kukataa kunywa juisi hiyo. Sasa je, ni kipi ambacho kinakwenda kufuata? Huenda kani miongoni mwa watu ambao unafurahia sana na umeweza kufurahia juu ya kitu ambacho kilichoweza kutokea, kwa sababu kwa namna moja au nyingine hii inawezekana ni msaada mkubwa sana ambao unaweza ukasababisha mambo mengine ya baadaye yasiweze kutokea. Huenda kani miongoni mwa watu ambao umefurahi sana juu ya kile ambacho kilichotokea. Basi nikwambie tu kwamba karibu na moja kwa moja, hii ni Bongo Movie Network kisem pekee ambao tunapata nafasi ya kuweza kutazama uchambuzi kwa kina, hasa tukizungumzia mambo mengi kulikweli, lakini kubwa zaidi tukitazama uchambuzi kwa kina, lakini kubwa na zaidi ni kwamba nikikufahamisha juu ya kile ambacho kinachokwenda kutokea. Kwa hivyo kitu cha msingi ni kwamba hakikisha unaonyesha upendo wako kwa kubonyeza neno subscribe, ikiwa ni ishara ya upendo kama kweli unaikubali na kuipenda tamthilia hii. Na kuomba uweze kubonyeza neno subscribe kama bado, au kama ni mara yako kwanza kuweza kufika hapa, basi nikuombe uweze kubonyeza neno subscribe, ikiwa ni ishara yako ya upendo kama kweli unaipenda na kuikubali tamthilia hii. Basi nione maua yako kwa kubonyeza neno subscribe, kisha niweze kualika moja kwa moja karibu tuweze kutazama uchambuzi kwa kina. Lakini pia kama nilivyokujuza, nitakuwa nakufahamisha ni kipi ambacho kinakwenda kutokea katika hatua inayofuata. Tuliweza kuona jinsi gani ambavyo huyu ambaye ni Kisuzio aliweza kupewa dawa na yule rafiki yake mwanzoni kabisa wa kipande hiki kilivyoanza, lakini wakati anapewa dawa alisema kabisa kwamba anamudu, kwamba kuku wake lazima aweze kumudu. Sasa ni kwamba atakapopata taarifa hizi, kitu ambacho kitakwenda kutokea ni kwamba atashangaa sana na kuweza kuona kwamba ni kama amesalitiwa kutokana na kile ambacho kilichoendelea. Kumbuka kwa sasa mambo yanazidi kuharibika kabisa. Kwa upande wa Kisuzio ndo mambo yamezidi kuharibika, lakini pia kwa upande mwingine ambao ni upande wa yule binti yetu ambaye tunafahamu kabisa ni huyu ni Sonia, Mama Karobo, na pia tumeweza kuona akikimbia ovyo kweli kweli huku akiwa amepata ugonjwa wa ukimwi. Lakini pia mambo mengine ni kwamba bado ana kesi hapo ya wizi. Inasadikika ameweza kuiba pesa ambazo Mustafa alitakiwa aweze kumlipa yule mwamba. Sasa mambo kama unavyojua yanaendelea, lakini pia hali ya kusikitisha imeweza kutokea kwa upande wa Lemi. Pia mama yake amepata mshtuko mkubwa sana baada ya kuweza kusikia au kupata taarifa zile kwamba Lemi ameweza kupata virusi vya ukimwi, kitu ambacho kimesababisha mama yake aweze kupata shida kabisa ya kuweza kupumua. Kwa sasa itabidi aweze kukimbizwa hospitali na kuweza kupatiwa matibabu, lakini swala hilo kidogo itakuwa ni changamoto kubwa kuliko ambayo litaonyesha wazi jinsi gani ambavyo kwa sasa maisha yao yatakuwa ni ya kitofauti. Kumbuka walikuwa wakienjoy sana zile pesa moja kwa moja zilikuwa zikitoka kwa Mr. au Captain Matesha, Captain Madevu, ambaye ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wakifanya mambo yao ya burudani na nini, lakini mwisho wa siku wameshakwisha kuathirika. Hicho kitu ni hatari sana. Lakini tukija katika swala lingine ambalo limezidi kujili na kutrend sana na kuweza kupamba moto, tumeweza kuona katika scene hii matukio makubwa sana ambayo aliongelewa ni machache, yamekuwa machache kweli. Kumbuka kuna issue nyingi kweli, lakini pia tuliweza kuona jinsi gani ambavyo Mwamba Fashion alikuwa akijadili, akiongea sana kwamba je, kwa sasa maisha yake yapoje na nini. Anaona kabisa kwamba kutokana na hili basi kuna mtu fulani hivi ambaye anaishi maisha mengine kabisa ambaye ni yule, kwa sababu ya hii alikuwa akimtaja hapo akimaanisha kuhusiana na Kizibo kwamba kwa sasa ndivyo ilivyo kutokana na yale ambayo yaliyojili, kutokana na kile kilichotokea. Lakini pia akimtaja mwingine ambaye alikuwa ni Rufa kutokana na kile ambacho kilichojili. Kwa sasa Rufa anaishi maisha ndo hivyo tena, ambayo ndo hivyo anapelekwa kituoni na nini, kisa tu kuweza kutaka au kufanya mambo ya ajabu ambayo kiukweli na kiuhalisia sio mazuri. Sasa
Ukiachana hilo ni kwamba kuna mengi kweli ambayo hapo ambapo tutafahamu, lakini kumbuka bado mambo yanazidi kusonga mbele hadi hapo ambapo tutakapojua mengi kweli. Kama ni miongoni mwa watu ambao umetazama tamthilia hii mwanzo hadi hapa ilivyofika, bila shaka unajua jinsi gani ilivyoanza na nini hadi hapa ilivyofika, basi ni jambo nzuri kweli kabisa ambalo huenda ukawa umejifunza vitu vingi kweli kuhusiana na Iza Mama Kalobo tangu mwanzo kabisa, jinsi ambavyo alivyokuwa akiishi na baba Kalobo pale asiwe hamjali, lakini kwa sasa hivi alivyopona anatumia kila mbinu kuweza kuhakikisha anapata nafasi wala kuweza kuwa na yeye. Kwa hivyo huenda ukawa ni miongoni mwa watu ambao ulijifunza vitu vingi kweli. Kwa hivyo usisite kuniambia hapo kwenye comment kama kweli umejifunza vitu vingi sana. Hakikisha unatuambia kwenye comment hapo chini, lakini pia usahau kubonyeza neno subscribe ikiwa ni ishara ya upendo kama kweli unaikubali na kuipenda tamthilia hii. Sasa huenda ukawa ni mtu ambao unajiuliza kwamba tuje katika tuweze kumalizia kwamba ili kuaje. Sasa katika hii scene ya mwisho ndio huwa nitakujuza ni kipi ambacho kinachokwenda kutokea. Sasa lakini kabla ya hapo ni kurudisha nyuma. Sasa tukumbuka kabisa kuna yule mganga ambaye alifanikisha kuweza kupatikana kwa dawa ya kuweza kumponyesha baba Kalobo. Sasa wakati siku moja kuna moja kipande ambacho cha nyuma kidogo ni cha siku nyingi kweli ambacho hicho kipande alimfuata huyo Omali wakati Omali alipokuwa akilenga ndege, akiwinda ndege. Sasa wakati akiwinda ndege pale alikuwa anakosa. Sasa Mwamba akamwambiaje, mimi nataka nikusaidie wewe unapata, lakini pia kumbuka na mimi nataka unisaidie jambo. Omali alionyesha wasiwasi sana na kutokubaliana na kile ambacho kiliweza kuzungumza. Kwa hivyo hiyo ikapelekea sasa inabidi yule mganga aweze kutumia nguvu za ziada kuweza kuhakikisha anamshawishi na kuweza kumbadilisha kabisa fikra za Omali kusudi aweze kumtumia vile anavyotaka yeye. Kwa hivyo akambadilisha kisha Omali akaweza kukubali. Kwa hivyo baada ya hapo hii ndio imeweza kusababisha kwamba aweze moja kwa moja kuja kuweza kutoa msaada. Kumbuka kwa sasa Kisoda na yeye pia ni changamoto kwa sasa, ameweza kuwekewa vikwazo kwa baadhi ya vitu vimekuwa akivifanya havifanyiki. Kwa hivyo nimeona ni vyema aweze kumtumia huyu aweze walao kusaidia. Kwa hivyo ndio kazi ambayo aliyoifanya. Hii ni kazi yake ya kwanza baada ya kuagiza. Kwa hivyo kuhusiana na yeye kupita pale kuweza kumuona, alikuwa anatengeneza tu mazingira ya kusudi akiweza kuwaelezea basi iweze kuwa rahisi kiurahisi. Kwa hivyo ndivyo imevyokuwa. Sasa ni kipi ambacho kinafuata? Kwanza kabisa hapo lazima kinachofuata ni kwamba wanakwenda kumfukuza Kalobo, wanakwenda kumfukuza Kisoda. Baada ya kumfukuza Kisoda basi hapo itakuwa ni maisha mapya kabisa ambao yanaonyesha wazi. Kumbuka baba Kalobo aisha kusema kwamba huyu ni mdogo wake, lakini ana moyo zaidi hata wa Sonia, moyo mbaya kweli. Kwa hivyo moja kwa moja kuna kitu ambacho hakiko sawa hapa, ambacho tayari huenda wakawa wamejifunza. Hata huyu ambaye ni mdoli huenda amejifunza vitu vingi sana kuweza kugundua na kujua vitu vingi kweli kwamba kitu alichoambiwa na baba Kalobo ni cha ukweli. Ilibidi waweze kumfukuza mapema kabisa kwa sababu alikuwa na mpango wa kuweza kuoa. Sasa kuna issue hapo amewataja wakina Kisuzio. Hapo tayari kila kitu kimefahamika, manake hapo hakuna siri tena. Kisuzio ni adui mwingine ambaye yupo nyuma pazia ambaye anataka kuwawinda aweze kuwaua. Basi hao ni mengi na mengi zaidi nitakufahamisha. Cha msingi ni kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe. Tukutane na saa nyingine. Asante kwa kuwa na mimi. Hii ni Bongo Movie Network. Asante. The content on this channel is created for educational, informational, commentary and entertainment purpose only. So please note that this is not an original video or episode. It just analyzes and review of some episode in our series. This video doesn't aim at distorting you or deceiving anybody to believe that this is an original episode. So our aim is to analyze on some parts of the previous episode and give prediction on what is going on to happen in the next episode. Always we consider YouTube community rules. In case you want to see original video, please visit the mentioned channel below in the description of this video. Also, copyright use disclaimer. This video is for entertainment purpose only. Copyright disclaimer under section of 107 of the Copyright Act of 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, commentary, news reporting, scholarship and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit education or personal use tips balance is favor of fair use. Note that we make a video to influence people to watch original movies, which are truly hidden gems to entertain people. This video is all about explaining the movie from our own point of view.
For explanation, we have used most of the video clips from the movie for better understanding. For video clips, all credit go to the movie owner. And the footage in this video has only been used to communicate a message which will be understandable to the audience. According to my knowledge, it is fair use under the review and commentary section. We do not plan to violate any rights. Our video is not aiming on distorting the original video. Bamdogo Mkumbi amefika tayari na wote tunafahamu kwamba Kisoda ameshakwisha kumpona, kwa sasa anaona vizuri. Sasa wakati anafika, Karobo anakimbia. Kwa nini kakimbia? Karobo kukimbia kwa sababu mara ya mwisho anakumbuka yeye ndiye aliyemteka. Anakumbuka huyu ndio aliyemteka. Kwa hivyo ndio maana kaweza kukimbia, kwa kashtuka kweli kweli. Sasa je, swali kubwa ambalo linabaki ni kwamba Bamdogo Mkumbi nini ambacho kafuata? Kitu gani ambacho amekifuata? Hapo ndipo ambapo naomba uweze kunisikiza kwa makini, naomba uweze kunipa masikio yako niweze kuelekeza kiufupi. Kabla ya yote niweze kuambia tu kwamba karibu, hii ni sehemu pekee ambayo unapata nafasi ya kutazama uchambuzi kwa kina, hasa tukizungumzia mambo mengi kweli, lakini kikubwa zaidi tukiweza kutazama uchambuzi, lakini zaidi na zaidi ni kukufahamisha juu ya kile ambacho kinachokwenda kutokea, lakini pia tukijadiliana kwa pamoja mambo mengi ambayo yamejili. Lakini swali langu ni kwamba je, kwa sasa Bamdogo Mkumbi wakati narudia hili swala, je, Kisoda amfanyeje? Nakumbuka kabisa Kisoda kwa sasa kaishiwa nguvu kabisa zote. Nguvu alizobaki nazo ni nguvu za kupotea na kurudi. Je, afanyeje Kisoda aweze kuwa imara? Kwa sababu huu mwezi inaonekana sio mwezi wa bahati. Kwa hivyo kwa sasa mambo yanakwenda kuharibika kutokana na namna ambavyo tayari tukio la kwanza la mimba ya mdoli imeshakwisha kuharibika na hakuna ambalo linaweza likafanyika. Kumbuka Kisoda alikuwa anataka aweze kumsaidia, lakini ndio hivyo. Naomba uweze kudondosha maoni yako kwa upande wako, lakini kitu cha msingi ni kwamba kama ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa wakifurahia tamthilia hii, basi hakikisha unaonyesha upendo wako, bonyeza neno subscribe ikiwa ni ishara ya upendo, kama kweli unaipenda na kuikubali. Kisha niweze kualika moja kwa moja tuweze kutazama uchambuzi kwa kina, hasa tukizungumzia mwanzo kabisa, lakini pia nitakuwa nikikufahamisha ni tukio gani ambalo linakwenda kutokea. Tulipata nafasi kwa kutazama jinsi gani ambavyo wakati inaanza tuliweza kuona jinsi ambavyo mdoli alivyokuwa kiumia na kupata maumivu makali sana, lakini baadaye akapelekwa hospitali na kuweza kutolewa ujauzito. Wakati anatolewa ujauzito ni kwamba ilikuwa ni kutokana na namna ambavyo vipimo vilivyosema, ikionyesha kwamba yeye ameutoa kutokana na dawa aliyokunywa. Dawa aliyokunywa ilikuwa ni dawa ya kutoa mimba. Kwa hivyo alivyofika hospitali baada ya kupima vile vipimo, ikaonyesha kwamba ametoa ujauzito kwa akili zake timamu. Ndio maana wakati Mama Juani anamuuliza pale kwamba kwa sasa wewe una shida gani? Kwa nini umetoa ujauzito wakati una pesa, una nini, una nyumba nzuri? Kwa nini umetoa? Hapo ndipo ambapo anajiuliza na anashangaa kabisa kwamba imekuwaje, nimetoaje? Anamuuliza nimetoaje kwa sababu hajui kama ile juisi aliyokunywa ndio. Lakini kitu cha kunoti ni kwamba kumbuka kabisa wakati pale alimwambia kwamba kuna kitu hakiko sawa, akimaanisha kwamba kuna kitu ambacho hakiko sawa. Hapa ikimaanisha kwamba tayari ameshalijua tatizo. Kwa hivyo mdoli kashajua wapi ambapo mistake iliyotokea, yani kashajua kitu gani ambacho kimesababisha, kwa sababu huyu ni mwanadada anaelewa. Kwa hivyo kajua kabisa katika vitu ambavyo alivyokula na nini, kakumbuka ile juisi, moja kwa moja kashajua kwamba hapa ndipo nilipoteleza au hapa ndipo issue ilivyotokea. Kwa hivyo moja kwa moja kinachokwenda kutokea ni kwamba lazima aanze kufanya uchunguzi wake kuweza kujua moja kwa moja kwamba hapa kuna tatizo ambalo halipo sawa. Lakini tukaweza kuona ni kwamba Kisoda kwa sasa nguvu zake ndio hivyo tena, mambo sio mazuri. Ameweza kuambiwa kwamba anatakiwa aweze kuvumilia tu, hakuna atakalofanya kutokana na namna ambavyo ilivyotokea na jinsi ambavyo mambo yalivyokwenda. Kwa hivyo kutokana na hilo hakuna mambo mengi sana ambayo yatakayojiri, japokuwa hapo mambo yatakuwa ni magumu na yanaenda kuwa mabaya kwa sasa, kwa sababu Kisoda ndio mtu ambaye amekuwa akitoa msaada sana. Lakini kitu cha msingi hapo inabidi aweze kuwa anazungumza tu kweli. Lakini hata hiyo ya kupotea na kurudi inaweza ikasaidia kama hapo endapo atatokea na kuweza kumwambia Bamdogo Mkumbi, au Bamdogo Mkumbi kama atamuona, basi hiyo itakwenda kuwa mmoja ya suluhisho au la kuwafanya waogope. Sasa je, Bamdogo Mkumbi kaja kufanya nini hapo? Nitakufahamisha, lakini pia nikwambie tu kwamba hakikisha unaonyesha upendo wako, bonyeza neno subscribe ikiwa ni ishara ya upendo. Kama kweli unaipenda na kuikubali tamthilia hii, basi hakikisha unaonyesha upendo wako, bonyeza neno subscribe. Tumeweza kuona ni kwamba Mama Karobo kafukuzwa. Kwa sasa amekuwa ni mtu wa ovyo kabisa kutokana na vitendo vyake ambavyo amekuwa vikifanya. Kwa sasa hivi anapenda hela anaiona ni tamu sana. Kwa hivyo
pale tu anapoiona basi moja kwa moja anakuwa anaitamani, na hii yote imejengewa kutokana na tamaa ambazo amekuwa akizifanya akipata pesa za bure. Kwa hivyo kwa sasa anaona ugumu wa kutafuta pesa, kitu ambacho kinatilia wasiwasi na kumfanya kwa sasa aweze kubadilika na kuwa mwizi. Kwa sasa ni kweli huyu kijana ameshakwisha kumchoka, lakini inabidi yule jamaa mganga aweze kuja kumsaidia huyu jamaa, aweze kuja kumsaidia kabisa kutokana na namna jinsi ilivyo. Lakini wakati tukiendelea kuna mambo mengi kweli kweli, lakini swala zima issue ya Lemi tunakumbuka kabisa katika hatua inayofuata tutamwona jinsi mganga atakavyokuja kumwambia, watakavyoongea na kumpa masharti yake kama kawaida kwamba inabidi waweze kufanya kitu ili kusudi aweze kumtunzia asili. Lakini kama unavyoona ndio hivyo, Makalobo huko ametunziwa asili lakini anakwenda kufukuzwa. Lakini ndio hivyo kashashiriki tendo la ndoa na ule mganga. Kwa mganga yule yupo kwa benefit za hivi na hivi na hivi. Lakini pia tupaweza kuona fashion ya Kinjoy na nini wakijadiliana kuhusiana na kitu chomfanyia Lufa. Lufa kwa sasa hatujui alipo, lakini alipo ni kwamba ana kesi kutokana na namna ambavyo ilivyokuwa, japo hii kesi hawataidili sana kutokana na namna jinsi ilivyo mazingira yaliyopo. Lakini kwa sasa Lemi amejikuta akiwa kwenye mishemishe nyingi sana. Watu wengi wanauliza kwamba je, kwa sasa Lemi anafanya mitikasi gani au ni issue gani ambazo kwa sasa Lemi anazifanya? Hicho ndicho kitu au swali kubwa ambalo watu wengi wamekuwa wakijiuliza. Lemi kaingia kwenye masuala ambayo sio mazuri kabisa. Lemi kajikuta akiingia kwenye mambo ya ovyo kabisa. Mambo hayo ambayo kwa sasa anakwenda kumsababisha aweze kupata pesa na nini, lakini mwisho wa siku katika hatua inayofuata tutapata nafasi ya kuweza kutazama ni kitu gani ambacho Lemi anachokifanya. Ni kazi ambayo anaifanya Lemi, tutapata nafasi ya kuweza kuitazama na kuweza kujua ni kazi gani ambayo kwa sasa, lakini moja kwa moja bila shaka unaelewa kwamba vitu gani anavyovifanya moja kwa moja ni vitu ambavyo kiukweli na kiuhalisia haviko sawa kutokana na yeye mwenyewe. Lakini kwa sasa ndio hivyo, kama hivyo hapa ndio kutengeneza mazingira ya kuaminisha nyumbani wasimfuatilie ili kusudi aweze kufanya mambo yake kwa uhuru bila kufuatiliwa, kitu ambacho kiuhalisia kinasababisha mambo yaweze kuwa mengi kweli kweli. Lakini kubwa zaidi ni kwamba acha afanye hivyo kwa sababu hamna namna. Sasa issue nyingine tumemalizia au tuweze kumalizia ni kwamba Baba Mdogo Mkumbi amekuja. Mdogo Mkumbi lengo lake hapo ni kuja kuweza kuwatishia kidogo, japokuwa hawana shida kabisa. Hapo hawana shida yoyote, kaja kuwatishia. Lakini hapo Mdoli atamwambia maneno mazito sana na kisha mambo yatazidi kuwa magumu, lakini mwisho wa siku Kisoda atakuja kuweza kutoa msaada. Basi niseme sina ziada, kitu cha msingi kwamba hakikisha unaonyesha upendo wako, bonyeza neno subscribe, kisha tukutane muda na saa mwingine. Asante kwa kuwa na mimi. Baba Mdogo Mkumbi amefika tayari na wote tunafahamu kwamba Kisoda ameshakwisha kumpona, kwa sasa anaona vizuri. Sasa wakati anafika Kalobo anakimbia. Kwa nini kakimbia? Kalobo kwa kimbia kwa sababu mara ya mwisho anakumbuka yeye ndiye aliyemteka. Anakumbuka huyu ndio aliyemteka. Kwa hivyo ndio maana kaweza kukimbia kwa kashtuka kweli kweli. Sasa je, swali kubwa ambalo linabaki ni kwamba Baba Mdogo Mkumbi nini ambacho kafuata? Kitu gani ambacho amekifuata? Hapo ndipo ambapo naomba uweze kunisikiliza kwa makini, naomba uweze kunipa masikio yako niweze kuelekeza kiufupi. Kabla ya yote niweze kuambia tu kwamba karibu, hii ni sehemu pekee ambayo unapata nafasi ya kutazama uchambuzi kwa kina, hasa tukizungumzia mambo mengi kweli kweli, lakini kikubwa zaidi tukiweza kutazama uchambuzi, lakini zaidi na zaidi ni kukufahamisha juu ya kile ambacho kinachokwenda kutokea, lakini pia tukijadiliana kwa pamoja mambo mengi ambayo yamejili. Lakini swali langu ni kwamba je, kwa sasa Baba Mdogo Mkumbi wakati narudia hili swala, je, Kisoda amfanyeje? Nakumbuka kabisa Kisoda kwa sasa kaishiwa nguvu kabisa zote. Nguvu alizobaki nazo ni nguvu za kupotea na kurudi. Je, afanyeje Kisoda aweze kuwa imara? Kwa sababu huu mwezi inaonekana sio mwezi wa bahati. Kwa hivyo kwa sasa mambo yanakwenda kuharibika kutokana na namna ambavyo tayari tukio la kwanza la mimba ya Mdoli imeshakwisha kuharibika na hakuna ambalo linaweza likafanyika. Kumbuka Kisoda alikuwa anataka aweze kumsaidia, lakini ndio hivyo. Naomba uweze kudondosha maoni yako kwa upande wako, lakini kitu cha msingi ni kwamba kama ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa wakifurahia tamthilia hii, basi hakikisha unaonyesha upendo wako, bonyeza neno subscribe ikiwa ni ishara ya upendo kama kweli unaipenda na kuikubali. Kisha niweze kualika moja kwa moja tuweze kutazama uchambuzi kwa kina, hasa tukizungumzia mwanzo kabisa, lakini pia nitakuwa nikikufahamisha ni tukio gani ambalo linakwenda kutokea. Tulipata nafasi ya kutazama jinsi gani ambavyo wakati inaanza tuliweza kuona jinsi ambavyo Mdoli alivyokuwa akiumia na kupata maumivu makali sana, lakini baadaye akapeleka hospitali na kuweza
kutolewa ujauzito. Wakati anatolewa ujauzito ni kwamba ilikuwa ni kutokana na namna ambavyo vipimo vilivyosema, ikionyesha kwamba yeye ameutoa kutokana na dawa aliyokunywa. Dawa aliyokunywa ilikuwa ni dawa ya kutoa mimba. Kwa hivyo alivyofika hospitali